Majina anaitwa Nasoro Muksini Damka, kocha wa Rangers Sports Center. Malengo ya Rangers Sports Center ni kukuza vipaji vya vijana. Na timu yetu Rangers Sports Center huwa tutegemei star mmoja, huwa tunategemea timu kama timu. Shida kubwa ya mashindano yanayoshiriki, mashindano ni mazuri. Ni mara ya kwanza vijana wetu kutoka kuja huko mjini kucheza mashindano haya. Kwa wastani katika uchezaji wamecheza vizuri, ila mistake ndogo ndogo tu za kimchezo, mikimbio katika harakati za kukaba iliwasumbua, ndio maana tulipoteza mchezo huo. Lakini kufungwa mchezo huu sio sababu ya kutukwamisha sisi Rangers Sports Center kushindwa kufanya shughuli zetu, kwa sababu malengo yetu sisi makubwa kituo kuendelea na kufanya vizuri zaidi. Mimi naitwa Kasimu Msongera, ni mtendaji mkuu wa kituo cha Rangers Sports Center. Mashindano haya kwetu sisi ni motivation kubwa, hasa kwa wachezaji, sababu wengi wao ni wageni. Kwa hiyo kuja kucheza katika kiwanja kama hichi kwetu sisi ni kitu kikubwa, lakini pia kuna kitu wamekipata. Kwa hiyo sisi tunashukuru kuweza kuwa moja ya watu ambao tumeshiriki kwenye mashindano haya, kwa sababu ni timu 4 tu na Dar es Salaam hii kuna timu nyingi. Na vitu nimejifunza, maana hatukuwahi kushiriki haya mashindano. Kwa hiyo ni kitu kipya, kuna kitu tumejifunza. Malengo watoto wakitoka hapa wakienda huko wajue nini mpira ukoje, na wanajifunza ili mradi wafanye nini, kwa sababu inafika kipindi mchezaji anacheza ligi kuu lakini hajui amri 10 za mpira miguu na hajui sheria za mpira miguu. Kwa hiyo sisi tunapambana watoto wakitoka katika kituo chetu wamefaidika, wajue amri 10 za mpira miguu, ili wakienda huko national team kukutana na mwalimu yoyote ambaye anaunganisha timu, waelewe jinsi gani ya kucheza mpira na unatakiwa ufanye nini. Mashindano kama haya tumekuwa wepesi sana, kwa sababu kwa sasa nchi yetu ya Tanzania inapiga hatua kwenye soka. Kwa hiyo watu wengi au hata shirikisho inaangalia sana kwa sasa soka la vijana. Kwa hiyo tuna mission kubwa sana au vision kubwa ya kutumia mashindano ya AFCON kuwa pia ni daraja kwa sisi kama kituo au vituo. Na imani kabisa kwa mashindano kama haya tunatoka tunacheza, TFF nao wakiona Rangers iko vipi, nao watatusupport. Mashindano ya vijana kwa Tanzania hapa, asilimia nyingi ambao wanashiriki mashindano ya vijana ni timu zile za ligi kuu. Timu za ligi kuu ndio zinaendelea mashindano ya vijana na TFF. Kwa hiyo sisi timu yetu bado haijafikia huko, lakini kwa sababu academy na sisi tunapambana kadri ya uwezo wetu, na sisi tupate nafasi ile na vijana wetu nao waonekane wapate kuendelea kisoka. Kitu kinachonifanya nifurahie kuwa mwana Rangers ni jinsi wanavyotupambania vijana na ukarimu, upendo, tunaishi kwa upendo, kitu ambacho kinafanya nifurahie Rangers. Kweli ni kwamba bado kuna uhafifu fulani wa kufuatilia hasa soka la vijana. Unajua inatushinda sana hasa kwenye swala la uwekezaji. Mimi nawaomba hasa hizi academy ambazo zimesajiliwa sheria, basi watushushie misaada inayokuja kama ipo, na watusaidie kuhakikisha kunafikisha ndoto za hawa vijana. Labda mimi niwakaribishe wadau na sponsor waje waangalie kituo cha Rangers Sports Center. Sababu Sports Center ni kituo ambacho kinafundishwa na walimu ambao wenye uwezo wa kufundisha academy. Sports Center ina walimu ambao wana CV, wamefundisha Alliance Academy, wamefundisha Yanga Pieces, wamefundisha Talent Soccer Academy. Lakini sisi licha ya kuwa na vyeti, lazima mwalimu awe na uzoefu. Ukiangalia walimu wetu wana uzoefu mkubwa sana kwenye soka la vijana wa umri ambao tulionao sisi, pia kwenye soka la wanawake. Kwa hiyo tunazingatia hayo mambo ili kuhakikisha matarajio yetu sisi kama uongozi yanaweza kufikiwa. Kupambana tu walimu kufundisha vijana, viongozi kupambana kama hivi. Mpaka leo Rangers Sports Center tunakuja hapa Jakaya Kikwete kuja kucheza games. Tukicheza game 2, 3, 4, 5 wakituona basi nao na imani kabisa watasupport, kwa sababu wao malengo yao kucheza mpira.
Tanzania. Kwa hiyo vijana wanaonekana na nini wanachoelekezwa na wanachokifanya, basi na imani kabisa TFF wakishaona kwamba kuna watu wanajitahidi kuweka nguvu katika mchezo wa mpira wa miguu ambao wao ndio kazi yao, watasupport. Mwaka jana ilikuwa ni kutengeneza branding na ushiriki wa watoto au kufika kwa watoto kwa mwaka jana, lakini mwaka huu umekuwa ni mwaka sasa wa kuhakikisha tuna zile ndoto za wachezaji zinaweza kufikiwa. Kwa hiyo tumeshatoka kwenye fezi ya kwanza, tumeingia kwenye fezi ya pili. Tunazingatia pia umri ni jambo kubwa, ili bezi iwe nzuri lazima umri nao uhusike. Sisi tunaanzia miaka 10 mpaka miaka 18. Programu ambayo iliyopo sasa ni kuhakikisha tunawatoa vijana wenye vipaji popote walipo, kuwaleta kwenye kambi yetu na wanaendelea na masomo. Kwa hiyo tayari tumeshaongea na shule kadhaa ili kuhakikisha mtoto tunayemleta ambaye anasoma basi asikose elimu na acheze mpira. Mamangu alikuwa anatamani sana nisome, niachane na mpira, ila kwa siku zilizozidi kwenda nikamaliza shule, ndio naye mama akaona kwamba aende tu kwenye mpira. Mamangu alikuwa ananiona muda mwingi sana nacheza mpira, afu na watu wa mtaani walikuwa wananisifu sana kiwango changu. Kwa hiyo wakampa kama ushauri anilete kwenye akademi, labda naweza nikafanikiwa, maana kiwango changu walikuwa wananisifu sana. Mpira pia ni ajira, lakini tunasisitiza lazima mtoto asome. Hilo ni jambo kubwa, na wakija ofisini tunakaa nao, tunaongea na tunajaribu kumfuatilia pia mtoto mpaka shuleni. Kama nilivyosema, sisi kituo chetu cha Rangers Sports Center tuseme sasa kimetoka kutambaa ndio kinaanza kusimama. Kwa hiyo tunayo malengo hayo. Mwenyezi Mungu akijali hapo mbele, na sisi hata kama tutaingia na ubia na shule, ili mali watoto wanaokuja Rangers wapate sehemu ya kusoma shule na kucheza mpira, kwa sababu mchezo wa mpira na elimu unaendana. Upo uwezekano mtu ukafeli kwenye shule ukafaulu kwenye mchezo, au upo uwezekano ukafeli kwenye mchezo ukafaulu shule. Kwa hiyo hivi vitu vile vinaendana, na sisi vijana wetu tunao vijana pale ambao wanasoma kipindi cha shule, tunaruhusu waende shule, ila tumewapa nafasi kwa wale wanaosoma, yakiona karudi shule saa 11 basi anaruhusiwa kuja mazoezini, apate ile muda mchache wa kufanya mazoezi na wenzake. Kwenye mashindano, maana mashindano ya vijana ni mashindano ya muda mfupi. Kwani kwa mimi ninavyoomba mashindano ya kidogo marefu. TFF tunaomba wajaribu kutusaidia ili kuhakikisha wanatupa uwepesi au urahisi sisi kama viongozi kuhakikisha tunatengeneza kitu kilicho bora. Hawatufikii vile ambavyo tunaamini wakitufikia sisi tunaweza tukaweza zaidi. Mara nyingi tumekuwa tukifanya wenyewe na kwa sasa naona hata matamko ya rais na wanakuja kuwekeza chini. Kwa hiyo sisi kama Rangers tuko tayari na tumeshaanza na tunawakaribisha pia.